katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Unaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa kunipa neema na nafasi ya kuweko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Tumekuwa tukijifunza kuanzia siku ya Jumatano na Ijumaa. Mungu ametupa neema ya kuwa na somo lenye kichwa kinachosema maisha ya utele kiuchumi. Maisha ya utele kiuchumi. Tuna uzima tele, kuna afya tele, lakini pia kuna uchumi tele. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya utele kiuchumi. Sasa nitakupitisha kidogo tu, alafu nitaenda kwenye portion yetu ya siku ya leo ili tuende na muda. Bwana asifiwe sana. Maisha ya utele. Tuliangalia Zaburi ya Mwanzo 41:25 mpaka 57. Nita paraphrase tu. Mwanzo 41:25 mpaka 57. Hiyo ni habari ambayo inamhusisha, ukisoma yote inamhusisha Yusufu pamoja na Farao. Ile habari ya miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Kwa ile ndoto ambayo ilikuwa inahusisha miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Lakini tukaangalia kwa namna ambavyo Yusufu alitoa mapendekezo na maelekezo ambayo yatasababisha miaka 7 ya shibe iwe sababu ya kuwa na utele wakati wa miaka 7 ya njaa. Amen. Kuna formula Yusufu alitoa pale. Akasema mambo ya msingi ya kufanya ili Farao awe na uhakika wa chakula kwa miaka 7 ya wakati wa nini? Wa njaa. Amen. Tukaangalia hapo mambo ambayo Yusufu aliyasema na yakawa ni mazuri na ya kupendeza, na mwisho ile nchi ilikuwa na chakula cha kutosha kwa kiwango cha kuwafaidia wengine, na mataifa mengine yalikuja kuchukua chakula kutoka pale Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kulikuwa kuna chakula, kulikuwa kuna utele wa chakula. Sasa uchakula inawakilisha uchumi. Amen. Chakula inawakilisha uchumi. Kwa hiyo tukaangalia nini maana ya utele katika maisha. Nini maana ya kuwa na maisha ya utele? Kwamba kuwa na maisha ya utele ni kuwa na vitu vingi, au kuwa na uwezo wa kuwa na vitu vingi na kuvisimamia na kuvihifadhi, na kuwasaidia wengine au kuwafaidia wengine wakati wa uhitaji. Jamani, Bwana asifiwe. Tukaangalia mambo ya kufanya ili kuwa na maisha ya utele. Sasa mimi napita, amen, ninakupitisha tu kidogo alafu nije leo. Sawa? Na hapo ndipo tutakaporuhusu tuandike. Tukaangalia mambo ya kufanya ili kuwa na maisha ya utele kiuchumi. Kuna mambo ambayo lazima kuyafanya ili kuwa na maisha ya utele. Nikasema asubuhi ya kwamba kuomba pekee hakutoshi. Kuomba pekee hakutoshi. Kuna kanuni za msingi za kufanya ili kuwa na maisha ya utele. Kuna kanuni za msingi za kufanya ili kuwa na maisha ya utele. Bwana asifiwe. Lakini tukaangalia Ijumaa mambo tunayoyahitaji, mambo tunayopaswa kuwa nayo ili tuwe na maisha ya utele. Bwana asifiwe. Mambo ambayo tunapaswa kuwa nayo, kwamba kuna mambo tunapaswa kuwa nayo, na hayo mambo tunapokuwa nayo yanatusaidia kutenda. Amen. Yanatusaidia kutenda, na tukishatenda tunakuwa na utele wa kiuchumi kwenye maisha yetu. Yaani kuna hali lazima tuwe nazo,
na hizo hali tukiwa nazo, zile hali zinatusaidia kufanya mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Niweke sawasawa hiyo. Amen. Kuna mambo ambayo, kuna hali, kuna vitu lazima tuwe navyo. Tukisha kuwa navyo, vile vitu vinatusaidia kuweza kutenda mambo ambayo tukiyatenda yanatupatia, tunakuwa na maisha ya utele. Bwana asifiwe. Maana yake ni kwamba hauwezi kutenda mambo, huwezi kufanya mambo yanayosababisha kuwa na maisha ya utele kama hauna hali fulani inayokusaidia kutenda matendo fulani ambayo kwa hayo utapata utele kwenye wa kiuchumi kwenye maisha. Sasa hiyo imekaa vizuri. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hayo ninaomba niyaseme. Amen. Hayo naomba niyaseme, halafu ni flow vizuri kwenda kwenye jambo la siku ya leo. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kuwa nalo, mambo ambayo tunapaswa kuwa nalo, jambo la kwanza ni kupata ufunuo katika shughuli za uchumi. Kuna mtu mmoja ametikia yes ya nguvu. Imekaa vizuri hiyo. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza la kuwa nalo ili uweze kutenda ni kuwa na ufunuo, a personal revelation. Kuwa na ufunuo binafsi wa kiuchumi, wa jambo la kiuchumi. Kuwa na ufunuo binafsi, kupata ufunuo katika shughuli za uchumi. Kuwa na ufunuo. Ufunuo ni kitu ambacho hakikuwa wazi kabla na kinakuwa wazi kwako. Ufunuo ni jambo ambalo halikuwa wazi kabla, linakuwa wazi kwako. Sasa lazima upate ufunuo kwenye mambo ya kibiashara, kwenye mambo ya uchumi, ambao kwa ufunuo huo utakufanya kutenda tofauti na watu wengine. Lazima uwe na kitu pekee ambacho Mungu amekufunulia, ambacho kwa hicho kikifanya kwa habari ya uchumi kitakupa nafasi ya kuwa na faida katika mambo ya uchumi. Nikasema ukifanya kama wanavyofanya wengine hauwezi kwenda mbali. Amen. Kwenye mambo ya uchumi lazima uhitaji kitu ambacho kinakupa upekee kati ya wewe na mtu mwingine. Nikasema inawezekana kuna wengine wanauza pipi, lakini ni tofauti na pipi ya mtu mwingine aliyefunuliwa namna ya kufanya kwenye pipi. Hello? Mwingine anauza kalanga, lakini namna yake ya kalanga amepata ufunuo kwa Bwana wa kufanya tofauti na watu wengine wanavyofanya. Na kwa namna hiyo inasababisha watu wamkimbilie yeye, kwa sababu kuna kitu cha tofauti na watu wengine na hawawezi kukipata kwa watu wengine isipokuwa ni kwake yeye peke yake. Amen. Amen. Kwa jambo la kwanza la kuwa nalo ni ufunuo binafsi wa jambo fulani la kiuchumi. Inawezekana ni kitu ambacho kimekuwepo na kinafanyika, lakini kuna namna ambayo Mungu lazima akupatie namna yako ya kipekee ya kufanya hicho kitu kikutofautishe na watu wengine. Haleluya. Inawezekana ndio ni maji yale yale, ni biashara ya maji sawa, ni biashara ya unga wa ngano sawa, lakini kuna namna ambayo Bwana lazima akupatie itakayofanya unga wa ngano wako uwe tofauti na unga wa ngano wa watu wengine, uwe tofauti na unga wa ngano wa watu wengine, na watu waseme hakika tunataka unga wa ngano wa mama fulani. Si ni kweli? Siku na wakati unawaambiaga watoto wako kaniendelezee chapati za mama fulani. Si ndio? Si ndio? Kaniendelezee unga ngano. Na akija namuuliza umenunua wapi? Na kuna uwezekano wa kumrudisha alikonunua alete, kwa sababu hajaleta ya brand ile.
Amen. Na kuna wakati anaweza kukudanganya akwambia nimenunua wa mama fulani, kumbe kanunua kwingine, kwa sababu kwenye kichwa chako umeingiza ile password ya mama fulani. Utakula kwa raha na kwa furaha ukijua ni wa mama fulani, halafu baadaye utashtuka, hii mbona kama sio. Ufunuo binafsi. Sasa watu wengi tunaishi kwa kukalili kwamba sasa hivi matikiti yanalipa, halafu tunakimbia kwenye matikiti, wote kwenye matikiti. Mungu atusaidie sana. Sasa hivi unalipa sasa hivi uwinga unalipa. Kila mwanachuo anayemaliza chuo winga, kila mmoja chuo winga, na kuna shuhuda kadha wa kadha ambazo mtu anakupatia bana, nimewinga sasa hivi na duka langu, nimekuwa winga. Kuna vingine hawakuambii ukweli, hawakuambii ukweli. Ukweli, kuna vitu vya ziada ya uwinga wanavifanya, na kwa hivyo vinawapa matokeo. Ila ukienda kichwa kichwa naambia nimekuwa winga na duka langu, winga na duka langu, winga na duka langu, winga. Kwa kichwani kwako kuna winga duka, winga duka, winga. Utakaa miaka 7 kama sio 8, utasema nimechoka sasa. Ufunuo binafsi. Amen. Utasoma mwenyewe kwenye Wakorinto wa kwanza 29 mstari wa 10. Mtu mmoja Ijumaa kaniuliza, hasa mchungaji, tajuaje ya kwamba ufunuo huu niliopata ni wa Bwana? Nikamwambia ufunuo patia unapimwa kwenye neno la Bwana. Amen. Aliuliza vizuri kwamba ndajuaje kwamba ufunuo huu ni wa Mungu amenipatia? Nikamwambia ufunuo wowote unapimwa kwenye neno la Mungu, kujua kwamba hicho kitu kimetoka kwa Mungu. Na ukweli ni kwamba jamani, neno la Mungu limejaa, limesheheni mwanzo mpaka mwisho wa maisha ya mwanadamu. Hakuna biashara venye haimo humu, hakuna biashara ambayo haiko hapa. Ni vile tu wewe ni mvivu, hausomi vizuri, hausomi Biblia kwa kina. Lakini ukisoma kwa kina utagundua biashara zote ziko hapa. Pigie Bwana Yesu makofi sasa. Amen. 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 Hata mimi nilikuwa kama wewe, sikuwa najua ya kwamba biashara ya hisa na uwekezaji ni ile talanta 5. Si ndio? Sikuwa najua na mimi mpaka pale ambapo Bwana alimeta mtu ambaye amepewa ufunuo kwenye hilo eneo kwamba ile talanta 5 wale ile habari ya talanta ni uwekezaji wa hisa, bonds, shares na mambo kama hayo. Yesu akamwambia yule mmoja, haukupeleka kwa watoa riba? Kwa hiyo ni swala tu la kuchimba na kujua neno la Bwana, kupata ufunuo kupitia kwenye neno la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa jambo la kwanza, ili tutoboe kwenye maisha ya utele kiuchumi, lazima kuwa na ufunuo ambao Mungu anakupatia wa namna ya kufanya, wa kitu cha kufanya. Jambo la pili, mambo ambayo tunapaswa kuwa nayo ni kuwa na roho wa ubora katika utendaji. Kutoka 31:2 mpaka 5. Jambo la pili la kuwa nalo ni roho ya ubora katika utendaji. Ukishapata ufunuo wa kitu cha kufanya na ukaanza kukifanya, jambo la pili la kufanyia kazi ni to have the spirit of excellence, ni kuwa na roho ya ubora katika utendaji wa kile ambacho unakitenda. Ni kuwa na roho ya ubora, kufanya kwa ubora kwenye kile ambacho unakifanya. Yaani wewe ni nani? Mtu aache kama unafanya biashara, labda tuseme biashara ya kuuza nafaka. Wewe ni nani mtu aache maduka mengine ya nafaka akiimbia kwenye duka lako? Lazima kuwe kuna kitu cha ziada. Jambo la pili la kuwa nalo ni kuwa na roho ya ubora, the spirit of excellence.
Tukishakuwa na roho ya ubora, itatupa kutenda kwa ubora, kufanya kwa ubora. Unaweza ukawa ni dada wa ndani. Nilisema asubuhi, kuna tofauti ya dada wa ndani na dada wa ndani mwenye roho ya ubora. Dada wa ndani mwenye roho ya ubora anafanya mambo katika standard ya hali ya juu kiasi kwamba ni zaidi ya mshahara anaolipwa. Yaani anayoyafanya hayaendani na mshahara anaolipwa. Ukiona wewe kazini unafanya sawasawa na unacholipwa, kuna tatizo la kukosa roho ya ubora. Ukiona kazini unafanya kwa ajili tu ya mshahara unaolipwa na unafanya sawasawa na kiwango cha mshahara, kuna vitu huwezi kufanya zaidi ya unavyolipwa, kuna vitu huwezi kufanya zaidi ya unavyopewa. Maana yake kuna shida ya roho ya ubora. Roho ya ubora kuna wakati na kugharimu utumie gharama zako binafsi kwa ajili ya kutengeneza kitu kilicho bora, na watu wafurahie, wabarikiwe, wajisikie vizuri kwa kutengeneza jambo hilo. Amen. Jambo la pili, lazima kuwa na roho ya ubora ili kuwa na maisha ya utele kwenye kile ambacho unakifanya. Ya kwanza, ufunuo wa jambo la kufanya. Cha pili, kukitenda hicho kitu, kukifanya hicho kitu katika ubora. You must have the spirit of excellence. Jambo la tatu ni uwezo wa usimamizi wa fedha. Mithali 21:20. Sisomi kwa sababu ya muda wangu. Mithali 21:20. Alafu Mithali 27:23 mpaka 24. Ni uwezo wa usimamizi wa fedha, kwamba katika kutafuta au kuwa na maisha ya utele kiuchumi, lazima kuwa na uwezo mzuri wa usimamizi wa fedha. Hauwezi kuwa na utele wa maisha kama hauwezi kusimamia fedha. Na kusimamia fedha ni kuwa na uwezo wa kuifanya fedha isitoke ikishaingia. Na moja ya jaribu kubwa sana duniani ni kuwa una shida halafu na una fedha ndani. Kuhakikisha ya kwamba haiwezi kutoka, hiyo ni mtihani mkubwa, na unapaswa ushinde ili uwe na utele wa kiuchumi. Amen. To have the capacity, ule uwezo wa usimamizi wa fedha, kuisimamia fedha isiweze kutoka nje pasipo na mpango, isitoke nje isipopangiwa kutoka, iamliwe badala ya kuamliwa. Mtu mmoja kaniuliza hivi unaweza ukawa na milioni 10 kwenye akaunti na mtu asijue? Yaani kipimo cha kwamba una uwezo mzuri wa usimamizi wa fedha ni kuwa na hela benki na moyoni mwako isikushtue. Baba anasema inahitaji nidhamu ya hali ya juu. Ni ngumu sana kuwa na milioni 10 kwenye akaunti ya benki na unajua nina milioni 10 ya kwangu, halafu useme Baba ninakuabudu kwa wema wako, afu usiwaze kwamba nina hela. Inawezekana, ila inahitaji nidhamu ya hali ya juu. Na hauwezi kuwa na utele wa fedha wa mali kama hiyo capacity hujaifikia. Jamani, niuliza hivi, unaweza wewe ukashindwa kukohoa? Yaani usikohoe wakati una milioni 20 benki. Yaani unaweza kutokohoa? Na ukweli ni kwamba ni watu wachache wenye uwezo na nidhamu ya fedha ambao hawawezi kunyanyua mabega kwa sababu ya hela iliyoko kwenye akaunti. Kama ambavyo ni rahisi sana ukishanunua gari kuwapita wale jamaa uliokuwa unapiga nao story kila siku mtaani. Nidhamu inahitaji nini? Nidhamu. Kujua kwamba natakiwa nisimamishe gari au nishuke kwenye gari, niwasalimie jamaa zangu au nipige nao story 2-3,
halafu hamu yao ishe, rudi kwenye gari niendelee na shughuli zangu. Ni nidhamu. Kwa hiyo katika kupata maisha ya utele kiuchumi, moja ya kanuni ni kuwa na uwezo mzuri wa usimamizi wa fedha. Kwenye sasa leo si chimbi sana kwenye usimamizi wa fedha. Siku nyingine nitasema. Lakini leo itoshe kusema ya kwamba lazima uwe na capacity ya kuhakikisha ya kwamba hela haitoki nje inapoingia kwako isipokuwa imepangiwa. Isipokuwa imepangiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwenye kanuni za fedha tunatakiwa kupanga sadaka za mwezi mzima. Kwenye kanuni za fedha. Na kwa mujibu wa taratibu za kanisa letu na kwa mujibu wa Roho wa Bwana alivyokusukuma. Si ndio? Na kwa mujibu wa neema. Kuna mambo matatu hapo. Kwanza unaangalia mujibu wa kanisa, pili unaangalia Roho wa Bwana alivyosema kwa habari ya kutoa, pili unaangalia nini? Neema ulionayo. Si ndio? Neema maana yake uwepo wa vile vitu ambavyo Bwana amekupatia. Amen. Kwa maana ya kwamba kama Mungu amekupa neema ya kuweza kutoa sadaka ya kawaida ya 50,000 kila Jumapili, unapaswa usikilize hiyo neema. Amen. 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 Na katika kufanya hivyo maana yake unajitengenezea neema, ongezeko la neema. Ukifanya cha chini maana yake unashusha kiwango cha neema, kwa sababu hiyo sio neema yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama tunapanga kwa mwezi mzima, tunapaswa kujua sasa kwamba mwezi huu nina bajeti yangu ya kanisani tu ni hii hapa. Amen. Nje na hapo bajeti yangu ya kula ni hii, bajeti ya familia ni hii, ada ni hizi. Nje na hapo kiingia kitu ambacho hakikuwa katikati hapo, nidhamu inakutaka uache kununua. Ni kweli baga ni tamu, lakini liambie tumbo hauna kioo kwamba watu watajua nimekula baga leo. Ni kweli makande ni magumu, lakini liambie tumbo halina kioo ya kwamba watu watajua leo nimekula makande. Kula, furahi, tukuze Bwana, songa mbele. Ukija hapa umevaa koti kama hii, kuna anayejua kwamba nimekula nanili? Bwana atusaidie sana. Nidhamu hilo lazima liwepo. Hiyo ni mtu mmoja alisema hivi, watu wote, matajiri wote wana sifa moja kubwa. Sasa niseme kwa inavyotafsiriwa. Lakini maana yake ni hii, usimamizi wa fedha. Wanawaita wote ni wabahili, ila tu wanatoa pale Mungu amewagusa. Wote, blaza wote. Baba siku moja aliwasifia watu hapa, kama mnakumbuka, aliwasifia watu hapa. Akasema ukichunguza hawa wote wenye neema, hawa wenye hela wote hawa wana sifa moja kubwa ya utoaji. Nikatulia kimya kama mtoto kwa baba. Akasema hii tamwambia baba siku moja upande wa. Ni kweli kabisa, sifa yao kubwa ni watoaji, ila wanatoa pale Bwana amewagusa, sio wanaotapanya. Kuna tofauti kati ya kutoa na kutapanya. Si ndio? Kuna tofauti kati ya kutoa na kutapanya. Kutoa maana yake Bwana amesema na umesikia haja ya kutoa na mtu amefanya. Lakini ukienda kinyume na hapo ni wabahili, hujapata kuona. Kwa nini? Nimetumia tafsiri neno la ubahili kwa maana ya kutafsiri hiki ili unielewe kwa haraka. Amen. Kwamba ni wazuri kwenye kusimamia fedha isitoke hovyo.
Sasa wewe mwenzangu na mimi ambaye ukiona nguo mpya unayo, ukiona kiatu kipya unacho, ukiona lele dede unayo, ukiona nene dede unayo, ukiona lele unayo. Hakuna siku mwili utasema sasa nimetosha, nguo mpya zimenitosha. Hapana. Jambo la mwisho ambalo lazima tuwe nalo, roho ya muendelezo. Roho ya muendelezo katika utendaji. Utaangalia Wakorintho wa kwanza 15:58, Galatia 6:9. Wakorintho wa kwanza 18, Galatia 6:9. Roho ya muendelezo, consistency. Ukishapata ufunuo, roho ya ubora, kwa na uwezo wa usimamizi wa fedha, next is consistency. Roho ya ubora, uwezo wa nini? Consistency. Roho ya muendelezo ni muendelezo, maana yake ni kufanya kitu kile kile ingawa hakikupi matokeo tarajiwa. Muendelezo maana yake ni kufanya jambo lile lile au kitu kile kile ingawa hakikupi matokeo tarajiwa. Kuendelea kufanya wakati haupati matokeo uliyotarajia mwanzoni. Kuendelea kufanya. Na unapoendelea kufanya, unafanya baada ya muda yale matokeo uliyotarajia mwanzoni yatatokea. Amen. Manake kafanye tena, katende tena, kafanye tena, rudia tena, rudia tena, rudia tena, rudia tena, rudia tena, mpaka matokeo uliyotarajia yanatokea. Wanasema huyu aliyetengeneza balbu hizi, hiyo historia sio ni ya kweli au ni kututia moyo, watajua wao, lakini inasemekana kwamba alirudia, akarudia, 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 ndipo ikatokea hii. 500 times. Maana yake nini? Mara 500. Mara 500. Kwamba alirudia, the spirit of consistency, roho ya muendelezo. Alirudia, vikashirikana, akarudia, akarudia mpaka mara 500. Ile mara ya 500 ndio taa ikawaka. Yaani matokeo yaliyotarajia ndio yakatokea. Sasa wewe umefanya mara 100 ngapi? Hicho ambacho tunakifanya umefanya mara 100 ngapi? Mpaka unakata tamaa. Usikate tamaa. Na kwenye kupata maisha ya utele ni swala la mtu mwenyewe, ni vita. Lazima ujitie moyo katika Bwana. Bwana asifiwe. Tuende kwenye somo la leo. Bado na dakika nina muda niliopewa na mzee. Tuende kwenye somo la leo. Leo sasa nataka tuangalie nafasi. Hapo nimemaliza mambo tunayoyahitaji, si ndio Si ndio Na imekaa vizuri ili kupata maisha ya utele. Amen. Tuangalie sasa mambo tunayoyahitaji kuwa nafasi ya jina jema katika maisha ya utele. Nafasi ya jina jema katika maisha ya utele. Nafasi ya jina jema katika maisha ya utele. Jina jema ni jumla ya mwenendo wa tabia. Wewe unaandika sasa. Jina jema ni jumla ya mwenendo wa tabia. Mkato, uaminifu, uadilifu na heshima ambayo mtu anaijenga katika jamii yake na mbele za Mungu. Narudia. Jina jema ni jumla ya mwenendo wa tabia. Jina jema ni jumla ya mwenendo wa tabia, uaminifu, uadilifu na heshima ambayo mtu anaijenga. Na heshima ambayo mtu anaijenga mbele za jamii na mbele za Mungu.
tunaangalia nafasi ya jina jema, kwamba mtu akiwa na jina jema linasaidia nini, linafanya nini, na lina mchango gani katika maisha ya utele wa kiuchumi. Jina jema lina mchango gani katika maisha ya utele? Yaani ili mtu awe na maisha ya utele kiuchumi, jina jema linamsaidiaje? Nimesema sasa jina jema ni jumla ya mwenendo. Kwa hiyo kwa kutafsiri jina jema maana yake jumla ya mwenendo wa tabia ya mtu, uaminifu, uadilifu. Hivyo vitu hiyo inamsaidiaje? Inamsaidia mtu kumpatia uchumi ulio bora. Ina mchango mkubwa katika kumpatia mtu fedha na uchumi. Jina jema. Mithali 22 mstari wa kwanza. Mithali 22 mstari wa kwanza. 22 mstari wa kwanza anasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Heri kuchagua jina jema. Jina jema maana yake ni sifa njema. Sifa njema maana yake imezaliwa kwenye tabia njema. Tabia njema ya kiutendaji ya maisha inatengeneza sifa njema. Sifa njema inatengeneza jina jema. Na lile jina jema maana yake linaleta, lenyewe ni sababu ya kuleta uchumi. Amen. Ni sababu ya kuleta mali. Ni sababu ya kuleta fursa. Ni sababu ya kuleta utajiri kwenye maisha ya mtu. Na hapo nasema heri jina jema kuliko utajiri, maana yake inapaswa kutangulia jina jema kabla ya utajiri. Yaani maana yake jina jema likitangulia, utajiri unafuata. Amen. Jina jema likitangulia, utajiri unafuata. Na utajiri, kwa mfano utajiri ukitangulia kwa kurithi, kwa kupewa tu na wazazi. Kama huyu mtu hana tabia, tunampa mwaka mmoja ametapanya kila kitu. Si ndio? Tuna miezi 6 ametapanya kila kitu. Mzee mmoja, sweet story niliambiwa na nani? Mzee mmoja hapa mjini alipewa mafao. Juzi nilisikia hiyo story. Alipewa mafao, akawekewa hela yake kwenye account. Alipowekewa akachukua taksi kutoka hapa mpaka Morogoro. Asante. Kumbe ni mzee ndo aliniambia kwamba jamaa alipopewa mafao akachukua taksi, yani akakodisha taksi, akakodisha taksi mpeleke Morogoro. Sasa wewe kukodisha taksi hapa mpaka Kibamba unazungumza zaidi ya 30,000 na 50,000. Sasa yeye amekodisha mtu binafsi ampeleke mpaka Morogoro na kumrudisha. Sasa hayo mambo, mbona mnacheka tunafikiri mambo mapya? Kwani chuoni boom zikitokaga waga mnaishije? Kuna wanachuo hapa? Mbona sipe sana? Yaani hela zikishaingia mtu anachanganyikiwa. Kwa nini? Tabia njema haikutangulia, hela ndio imetangulia. Maana lazima kuna tabia ilibidi itengenezwe, nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ilibidi itangulie kwanza kabla hela hazijaja. Zikitangulia hela umeharibu kila kitu. Mzee akakodisha, sijui iliendeleaje huko, anajua mwenyewe. Ile tabia mzee anasema hakumaliza mwezi akafa. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo jina jema ni ile tabia ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa tabia hiyo inamsaidia kumtengenezea utajiri kuingia kwake. Jina jema linatengenezwa na tabia, uaminifu, si ndio? Uadilifu, si ndio? Kuchukua vitu vya watu na kurudisha.
Nikasema asubuhi, kuna watu humu ndani hatuwezi kukopeshana hela. Humu ndani humu ndani kuna watu huwezi kuwakopesha. Yaani ukikopesha tu umeliwa. Ukikopesha tu. Na siku moja nikapigwa simu na mtu binti yake na mchungaji. Akaniambia nimepigwa simu na fulani ananiomba nimkopeshe 500,000. Nikamwambia fulani, nani? Nani? Fulani. Sasa hiyo nani fulani nilikuwa na kesi zake kadhaa. Nikamwambia mtumishi wa Bwana, kwa uaminifu kabisa naomba hiyo hela itunze. Usitoe hata shilingi 100. Kwa nini? Jina sio jema. Maisha ya kawaida yanatengeneza jina. Yakitengeneza jina baya, maana yake kitakachoambatana na wewe ni hali mbaya ya maisha. Watu watakukimbia, watu watakuacha, watu watakutenga, watu watakukataa. Utakuwa na jina la aliyekataliwa. Lakini kukataliwa sio jina ambalo Bwana amelitaka. Ni wewe tabia zako umezitengeneza ukajipea jina baya. Ukiligeuza lile jina likiwa baya linatengeneza kukata fursa mbalimbali. Lakini ungalitengeneza likawa jina jema linavuta fursa mbalimbali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata ukienda benki, wanachokiangalia cha kwanza ni uwezo wa urejeshaji. Na uwezo wa urejeshaji wanaangalia kwanza tabia. Watakuuliza, je, umewahi kukopa sehemu nyingine? Si ndio? Ukijibu hilo swali, kwisha habari yako. Watakwambia wapi? Labda benki umeenda CRDB ukamwambia NMB, umeisha. Nani? Epafrodito Kechegwa Wilson, sawa. Na siku hizi NIDA zinasoma kote. Wanaingiza NIDA kwenye mfumo, taarifa zako zote zimesoma. Mwisho unaambiwa, mtumishi wa Bwana, hatuna kiasi cha kutosha kukupatia wewe mkopo. Kumbe ilipaswa wakwambie, tabia yako ni mbaya, hatuwezi kukupa mkopo. Jina jema. Jina jema, watu wa Bwana, ni currency. Jina jema ni kama nini? Ni kama fedha, yani ni ya thamani, kiwango ambacho unaweza kubadilishia vitu. Jina jema. Jina jema. Kuna vitu ambavyo hata hela haiwezi kununua. Huwezi kununua upendo wa mtu kukupenda wewe mpaka umuoe, si ndio? Ila jina jema, ukiwa na jina jema, mtu anakubali kuyaweka maisha yake kwako. Anaolewa, anakuoa wewe. Ni kwa sababu ya kile ambacho ametafakari, ametafiti, akaona hapa usalama wa maisha yangu upo. Jina jema. Halo kanisa. Halo kanisa. Ukikopa kitu cha mtu, rudisha. Tarehe 4, tarehe 4, tarehe 3 umemaliza. Tarehe 4 ukarudisha tarehe 3 umemaliza. Wewe unakaa alafu unajimilikisha. Ya unajua wapendwa katika Bwana, wapendwa, unajua mpendwa. Hakuna mpendwa kwenye hela. Mpendwa ni kanisani, tunaimba amina, haleluya, huyo ndio mpendwa. Kwenye hela ni hela. Usiweke upendwa kwenye hela. Acha kusababisha watu wanamwabudu Bwana kwa mashaka hapa. Anaabudu yuko, najua Bwana, kumbe utatengeneza njia anawaza deni analokudai. Acha upendwa ni kwenye mambo mengine. Kwenye hela ni hela. Kanuni za fedha zifuatwe. Kanuni za hela zifuatwe. Usisababishe mchungaji asimame hapa na kusema kuanzia leo msikopeshane. Wale wenye tabia njema, wenye neno, wenye jina jema waendelee. Kama hauna misuli na hauna nguvu na hauna tabia ya kurejesha, acha kuchukua vitu vya watu na Bwana kusaidie. Kana njaa yako. Na alikwambia njaa inaua. Njaa hayui. Umetaka kufa. Ila njaa kama njaa hayui. Njaa ya kawaida. Umetaka kufa. Hayui. Inawaja wakati nje pale unaweza kupanda migomba pale na ikakomaa miezi 3. Inauaje? Hayui.
Haya, nikamwambia juzi Ijumaa, nikamwambia kwamba sasa hivi ukiajua majira na nyakati, huwezi kulala njaa. Huwezi lala njaa. Yaani story ya kulala njaa hutakiwi kuisema. Kwa mfano kama sasa hivi nani asiyejua kwamba mahindi ni shilingi 500 Morogoro. Hapa mjini ni 750. Mama Mambope yuko wapi? Huyu hapo. Wapi 750? Tegeta sokoni shilingi 750. Tegeta sokoni shilingi 750. Morogoro jana ilitoka shilingi 500. Nenda Tegeta sasa. Network ipo ya kutosha. Usipigwe mchungaji wangu. Nenda Tegeta wanakupiga. Labda muonekano wako akikuona na kugonga 1000. Ni 750 pale Tegeta. Sasa nenda kule upata kwa 750. Wasifunge biashara katika jina la Yesu. Watawapata wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Huwezi lala njaa, lakini unasubiria mpaka mahindi yanafika kilo shilingi ngapi? 3000. Alafu unaanza mchungaji, unajua nini? Rekebisha tabia, tengeneza tabia yako, weka mambo ya nyumba yako sawa sawa katika jina la Yesu. Bwana ataleta nyingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana, jambo sasa, nafasi ya kwanza ambayo inafanya. Nafasi ya kwanza ambayo tumesema jina linafanya. Nafasi ya kwanza tunaangalia nafasi ya jina jema. Sawa Nafasi ya jina jema. Yaani ukishakuwa na jina jema blaza, maisha umetoboa. Yaani umetoboa. Hela zitakufuata. Watasema, sikiliza, jamaa anaitwa Yusufu. Tumemsoma Yusufu kwenye habari ambayo nimeisema. Yusufu ilifikia mahali ambako yeye akatoa pendekezo. Akatoa pendekezo la nani anapaswa akae kwenye kile kiti. Na kimsingi alikuwa ametoka wapi? Alikuwa ametoka gerezani. Kwa hiyo akili ya Yusufu kwenye Mwanzo 41 ilikuwa inajua ya kwamba mimi baada ya kutafsiri ndoto na kusema yanayotakiwa kusema nitarudi gerezani. Ndipo anasema mfalme na ajipatie mtu mwenye akili na hekima, amweke juu, halafu afanye haya na haya, wakusanye vitu vyote. Alipomaliza mwisho, mfalme anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Bwana akaa ndani yake. Nikasema asubuhi ya kwamba kuna kitu kinaitwa vikao vya siri ambako viko duniani na hapa huwa vinafanyika. Vikao vya siri ni vikao ambavyo vinakaa kwa ajili ya kujadili jina lako, na jina lako linapaswa lijitetee. Yaani kabla kampuni haijatoa uzabuni kwa mtu, lazima waitane waanze kujadili hiyo tenda wanampa nani. Tunavita vikao vya siri. Kabla hujamuita Pastor Epa kuja kuimba kwenye kanisa la Mountain of Glory International, wazee wa kanisa na wachungaji wenza watakaa kikao cha siri kujadili mwimbaji wa kumwalika kwenye his dwelling. Wakishakubaliana wataanza kusema tuna majina 3. Tuna Epa, tuna Boazi, tuna Elia Mantondo, tuna huyu. Nani aje safari hii? Halafu atatokea mama Msembe katikati yao. Atasema Epa ni mzuri sana, lakini hiyo lakini tu imeshamtoa Epa kwenye mchezo. Imeshamkata. Na ili lakini isiwepo, inapaswa jina la Epa lijitetee. Yaani lijitetee lenyewe. Na kujitetea maana yake ni kuwa na jina jema. Pasiwe na lawama, pasiwe na mawaa, pasiwe na hila, pasiwe na shutuma, pasiwe na kitu chochote ambacho kitasababisha akose hiyo nafasi. Wakisema waseme hakika huyu jamaa amenyooka, hakika huyu jamaa anatufaa, hakika huyu jamaa tunamhitaji. Labda itokee kwamba uwezo wetu wa kumwalika wakati huu hatuna. Na watasema huyu
nipe muda wakati mwingine. Jina jema. Kuna saa wanakaa kwenye kikao wanajadili kampuni yako, umetuma maombi ya kuchukua uzabuni, wanajadili kampuni yako. Inatakiwa kampuni iwe na kitu kinaitwa goodwill, si ndio? Lazima kampuni iwe na goodwill. Goodwill ni ile trust ambayo imejengwa kwa wananchi, kwa products au service ambazo kampuni inatoa. Lazima jina la kampuni likitajwa, lile jina lijitetee lenyewe kwa kazi ambazo huwa inazitoa, kwa service ambazo huwa inazitoa, na watu waseme hakika kampuni hii bila hila hii kampuni inastahili kuchukua tenda hii. Lakini wewe unafanya tu mambo, yani unafanya tu, una kampuni sawa, unafanya tu, kazi haijaisha, umetelekeza. Umepewa hela ya kampuni ya kuja kufanya kazi, hauja deliver the ultimate service, umeacha. Haujafanya kazi kwenye kiwango cha ubora, umeacha. Alafu baadaye, baba niombee, nina vita. Baba na vita, biashara yangu ina vita. Baba na vita. Baba, acha ujinga ukaishi. Mithali anasema acha ujinga ukaishi. Huo ni ujinga, unapaswa kubadilisha ujinga ili kampuni ipate faida. Usilielie kwenye madhabahu ya Bwana wakati ni jambo ambalo haukupaswa kulia. Ulipaswa kubadilisha namna ya mwenendo wako na namna ya utendaji wako, halafu maisha yabadilike katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo la kwanza, maisha jina. Tuko jina. Yesu, tuko jina. Jina jema linajenga uaminifu, linajenga fursa. Mithali 28:20. Linajenga uaminifu na fursa. Jina jema. Mtu mmoja anisomea hapo sasa. Muda wangu umeshaisha. Sirudi madhabahuni kule. Malizia hapa. Jina jema. Jina jema. Jamani, kuna maombi tunayaomba walokole. Hayo maombi hatukupaswa kuomba kabisa. Jina jema linajenga uaminifu na fursa. Fursa. Mithali 28:20. Kiwango kimbia hapo cha. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Afanyaye uharaka kwa kupata utajiri hakosi. Atafanyaje? Ataadhibiwa. Maana yake mtu mwaminifu. Mwaminifu maana yake ni tabia. Bwana asifiwe. Mwaminifu maana yake ni jina jema. Nimesema uaminifu unatengeneza mwaminifu. Mwaminifu ni sifa njema. Amen. Atapata baraka. Maana yake uaminifu ni kufanya katika uaminifu. Unapofanya kazi vizuri, unajitengenezea jina jema. Lile jina jema linakupa fursa, linakupa nafasi zingine. Yaani kuna nafasi watasema hapa tunamhitaji tu brother fulani hapa, mtafuteni. Hizi hela zitakuwa salama mkiwa na fulani. Hapa kanisani wakisema sasa tunatangaza rasmi kwamba tunaanzisha idara fulani na tunataka labda tuseme idara ya watoto, wanataka wafungue kituo ambacho kina wafanyakazi 1, 2, 3. Ikifika kwenye muazini, kipengele kitampa mzee pressure. Ni kipengele kinaitwa mhasibu. Na hapo hawaangalii zile ambazo waga tunanenaga hapa. Hawaangalii mwenye kelele za kunena kwa lugha. Hatoangalia. Ataangalia nani mwenye tabia ya uaminifu hapa kanisani. Na nikwambia ukweli, hata kijana wa kike na wa kiume ukipeleka kwa, simsemei mchungaji, lakini najua tabia ya wachungaji wote wako hivyo. Kuna namna kama wewe umenyooka vizuri, halafu kampelekea mchungaji jina, kwambia baba, sijamwambia huyu binti ila nataka nimchumbie. Atakwambia kwa jinsi ulivyo, mwanangu nenda kaombe kwanza. Hapa mwanangu, hapa tulia kwanza. Hapa tulia. Na hapo sio kiroho wala mzee, sio kwamba anakukazia. Jina lako linasema kwamba wewe hamna kitu. Yaani jina lako linasema kwamba hamna kitu, hamna.
Yaani hapa nitapoteza kijana wangu au binti yangu. Hapa hamna kitu. Baba, wazee watatumia tu hekima kukwambia kwamba mwanangu kaombe tena. Kaombe tena. Lakini anajua kama mshinda kunywa. Akiona umekeza sana atakwambia mwanangu, tulia pale hamna kitu. Kama wewe umefanyaje? Umenyoka. Akiona wewe na yeye wote mnamhitaji Bwana, atatafuta hekima ya kwambia basi wote mkamtake Bwana na nguvu zake. Jambo la pili, kwa jina jema linasababisha fursa. Yaani kuna fursa. Mimi nimewahi kuambiwa, kwa mfano tu ndogo, nimewahi kuambiwa kuna hela hapa haina kazi, nikupe uitumie, utanirudishia. Naogopa mimi nikikaa nayo nitaitumia. Kwa hiyo nikupe tu uifanyie kazi, utanirudishia. Sema huyo mtu ameangalia nini? Nikajua nimeshachunguzwa, nikachunguzwa tena na mara tena. Bwana asifiwe sana. Uaminifu unakufungulia fursa. Kuna kazi ukifanya vizuri, bora vizuri, wanakuambia nitakupa tenda nyingine. Hiyo sio maombi, iliyofanya kazi sio maombi. Bwana asifiwe. Samani usione vibaya leo pastor leo hayupo kiroho leo, hajaokoka. Nimeokoka vizuri na Yesu Kristo ni Bwana. Na hapa niko na mfungo wa siku 40 wa binafsi. Lakini Bwana ananieleza nikueleze ukweli kwamba kuna mambo baba sio maombi, yani ni utendaji ndio unasababisha yatokee. Bwana asifiwe. Ni tabia. Na kinachotutesa sisi wa Pentekoste ni tabia, eneo la tabia. Kitu ambacho tulipaswa kuwa zaidi. Maana tunamjua Yesu, tuna uhakika na tunakoenda ni watakatifu wa Bwana. Tulipaswa kuwa waaminifu sana, lakini ni ajabu leo unasikia kauli zinasema mimi siwezi kuajiri mlokole. Kwa nini? Kwa sababu tu ya tabia yake mbaya. Wakati wa kuja kufungua biashara anakuja saa 4 asubuhi badala ya saa 12. Wakati wa kufunga anafunga akijisikia. Hela akija watu dukani wengine anawajibu anavyojisikia. Ni tabia mbaya, inatengeneza jina baya, na jina baya linakukosesha fursa zingine za kupata hela. Unakosa hela. Kuna mwingine ukimwangalia tu hivi sura yake tu hivi huwezi kumkopesha. Yaani hujaambiwa na mtu, lakini alivyokaa tu sura yake tu anaonekana sasa huyu jamaa mjanja huyu. Tapeli huyu. Na wengine kibaya zaidi, kama hapa kanisani maneno yanatangulia, sifa zako zinatangulia kabla wewe hujatokea. Kama hapa kwetu hapa na makanisa mengine, kwenye jamii yoyote, sifa huwa zinatangulia kabla ya mtu kutokea. Utasikia yule mama yule, yule anaongea, amevaaje leo? Alivanga yule mbea yule anakaa mdomo yule. Usikae naye karibu. Umeambiwa na nani? Nafuata yule. Hilo la ukweli. Ile waongei. Kama ameongea leo, hiyo ni tabia. Kwa jambo la kwanza, jina jema linatufungulia fursa. Fursa za kibiashara. Fursa za kukopeshwa na watu, kuaminika kwenye jamii. Kuna wengine wanapewa uongozi sio kwa sababu wanajua kuongoza. Yani tabia zao zinasadifu, zinafaa kuwa kiongozi. Yani akikaa hivi, namna tabia yake inavyomsoma, ana tabia njema, ana jina jema ambalo linampa nafasi ambazo hata hakustahili kupewa. Jambo la pili, na tatu tu namaliza hapo. Jambo la pili, nafasi ya pili ambayo jina inalifanya. Jina jema linaleta kibali mbele za Mungu na watu. Mithali 3:3 mpaka 4. Mithali 3:3 mpaka 4. Jina jema linaleta kibali au favor mbele za Mungu na za watu. Sawa. Ndivyo utapata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za watu.
Kumbe kibali kinatengenezwa. Kuna kibali cha Mungu kabisa kipo, si ndio? Kuna kibali cha Mungu kipo ambacho Bwana, ukikaa sawa sawa na Bwana unakuwa na kibali, si ndivyo? Unakuwa na namna ambayo watu wanakupenda penda, si ndio? Kwa sababu you have the presence of God, sawa. Lakini kuna kibali ambacho kinatengenezwa na karakta na tabia yako. Na nikwambie vizuri leo, ninyoshe maelezo. Kuna saa waweza kuwa na kibali cha Mungu lakini tabia yako ikafukuza watu. Waweza kuwa na kibali cha Mungu kabisa, yani you are favored, the grace of God is upon you. Yani watu wakikuona hivi wanajisikia kukufurahia. Halafu wakikufurahia, ukifungua kinywa wanastawanyika. Neno moja likikutoka limetawanya watu. Na hiyo wako wengi wako hivyo. Hiyo ni tatizo la karakta, tabia. Na ndio maana kuna wakati fulani ukienda kichwa ukaoa kwa sababu ananena kwa lugha sana, itakula kwako. Kwa kuwa ananena kwa lugha sana, itakula kwako. Nena kwa lugha, lakini je, hiyo lugha yenyewe imetoka kwenye tabia sahihi? Yani amebadilishwa huyu mtu. Huyu mtu amebadilishwa. Sio tu lugha, kwa maana hata Epafrodito ukiitaja mara nyingi haraka ni lugha. Unanena vizuri kabisa na hakuna anayeelewa. Na ndio watu wanafanya hivyo leo, si ndio? Kwa nini wanafanya hivyo? Ili tujue kwamba wanafanya hivyo ni kwa sababu hakuna badiliko la mfumo wa maisha. Mtu aliyejaa roho wa Bwana ana sifa ya pili. Ya kwanza ni kweli ni kunena kwa lugha, lakini ya pili ni kupata badiliko la mfumo wa maisha. Alikuwa muongo, anaacha uongo. Alikuwa mwizi, anaacha wizi. Sasa tukiona ya kwamba unanena kwa lugha na bado una tabia za kale, wewe bado hujakutana na Bwana, unatudanganya. Unatudanganya. Ishara ya kwamba una roho wa Bwana ni badiliko la mfumo wa maisha. Ni kweli inawezekana unapita under transformation. You are on transformational period. Ni kweli kwamba labda bado ndio umeokoka, Bwana ndo amejaa na upo kwenye kipindi cha nini? Cha mabadiliko. Ndio unapitia mabadiliko, ni kweli. Lakini ndugu yangu, mabadiliko miaka miwili unapitiaga tu. Wewe ni mwongofu mpya miaka miwili, mwongofu mpya miaka miwili, miaka mitatu, mwongofu mpya miaka minne. Hapana. Lazima badiliko lifanyike. Na pia vingine ni vya kujifanyaje? Ni vya kujirekebisha. Umekumbana na mtu amekwambia hiyo sio sawa. Mtu mwenye roho wa Bwana anasikia na anageuka. Jambo la pili, kuna kibali ambacho ni tabia tu. Tabia inafanya wadada, tabia inaweza kufanya wakaka kanisa zima wakakukimbilia wewe kwa sababu ya tabia. Yaani wakimwona mtu wanamwona mke, huyu anamwona mke, huyu anamwona mke, huyu anamwona mke, huyu anamwona mke. Kwa nini? Tabia. Uzuri sio sura. Uzuri ni tabia. Uzuri ni tabia. Mke ni tabia. Mume ni tabia. Tabia yako inakuletea au inaondoa watu. Tengeneza tabia yako, utengeneze maisha yako. Tengeneza tabia yako, tengeneza uchumi wako. Wengine ni wezi. Umeoa mke alafu ni mwizi, na haujui kwamba Bwana haja transform hilo eneo. Hajakubali kubadilishwa. Umeoa mke na ni mwizi. Ghafla kila nguo zikifuliwa, kilichobakia kimeisha. Bahati mbaya leo umesahau milioni 2, umeacha humu, ulikuwa ukampe wakala aweke, alafu mambo yakawa mengi ukasahau, ukarudi nyumbani akaenda kufua asubuhi. Milioni 2 imeisha. Milioni 1 imeisha. Utabaki unasema Yesu nitokee. Utaomba maombi ambayo hukupaswa kuyaomba. Kumbe kwa sababu una mtu ambaye tabia yake haijabadilishwa. Na kuombea katika jina la Yesu, ubadilishe tabia yako, utengeneze tabia yako, upate jina jema, na jina jema likupatie fedha na mali na utajiri katika jina la Yesu. Hallelujah. Jina jema linakupa favor.
Yaani kuna mara ukipita wanasema tupate wapi mtu kama huyu. Wafikiria jamaa ametoka gerezani. Mama, jamaa ametoka gerezani. Yaani ni mfungwa kifupi. Alifanya tu kuogeshwa. Walifanya kumuogesha na kumpa nguo zingine Yusufu ili asimame mbele za mfalme. Halafu jamaa lifungwa ambalo linapaswa kurudi ufungwani. Mfalme anasema tupate wapi mtu kama huyu mfungwa. Yaani katikati ya wakuu wote waliokuwa pale chini hakuna aliyekuwa anafanana, hakuna mwenye akili, hakuna mwenye ufahamu, hakuna mwenye favor kama ya mfungwa. Wakasema tunamtaka huyu mfungwa atutawale. Alafu sikia, wao ni wakuu wa nchi. Farao anasema kwa neno lako hapata kuwa na mkuu isipokuwa mimi. Watu wangu watatawaliwa. Yaani ilibidi tumkumbushe Farao kwamba unayeongea naye ni mfungwa. Ndio nasema ilibidi tumkumbushe, tumwambie unayemwambia ni mfungwa ambaye ametoka kwa ametoka kwa Waebrania, alafu ni Mwebrania, sio wa kwetu. Alafu ana kesi ya kubaka. Huyu jamaa ana kesi ya kubaka, ni Mwebrania, sio wa kwetu. Halafu ametoka gerezani, kimsingi anapaswa arudi akatumikie kifungo chake. Sasa sisi tunatawaliwa na mfungwa. You can't play with the favor of God. Huwezi kucheza na kibali cha Bwana. Kibali cha Bwana kinabadilisha yasiyoheshimika yakaheshimika, wasioheshimika wakaheshimika. Kibali cha Bwana kinabadilisha wao wanaonekana wanyonge wanakuwa wenye nguvu, wasio na akili wanakuwa wenye akili, wasio na pesa wanakuwa wenye pesa. Kuna mahali utakaa kwa sababu Bwana amekupa kibali, na kile kibali kitatengeneza identity tofauti, itakusahaulisha ulikotoka. Watu watasahau ni hali gani umetoka, watasahau ni wapi umetoka kwa sababu ya kibali. Lakini kile kibali, it is a discipline. Kibali choko nacho Yusufu was a discipline. Discipline ya kumkataa ofa ya mke wa nani? What? Mke wa Potifa. Hiyo discipline, nidhamu ya kumkataa kulala na mke wa Potifa, si ndio? Hiyo discipline, hiyo nidhamu wakiwa wawili. Leo kuna mambo yanawezekana Biblia haijayaandika ambayo waliyaongea Yusufu na nani? Na mke wa Potifa. Pengine na waza kibinadamu, pengine kuna mambo Biblia haijayaandika. Pengine alimwambia nitakupa ofa 2 3, nitakupa hiki na hiki na hiki, nitakupa na hiki na hiki, lakini kwake aliona kwamba uhusiano wa yeye na Mungu ni wa maana kuliko. Akasema nifanyeje uovu huu nimkose Mungu? Alikuwa na nidhamu ya kuto kumkosa Mungu, na sio kukosa kazi, sio kukosa nafasi, sio kukosa hela, sio kukosa vingine. Yeye aliangalia kwamba lazima nihakikishe nimejitunza ili nikimkose Bwana. Discipline. Nidhamu. Kibali kinatengenezwa. Ukitengeneza tabia, karakta yako, unajikuta kwenye nafasi ambayo fursa zinakuja. Watu wanakupenda. Ukienda huko nakupenda. Mzee Mpunga nakupenda. Mama Msemba nakupenda. Ukienda kwa shirika wanakupenda. Wote na sasa wakisha kupenda wote, mwisho wa siku tunaenda kwenye kikao cha siri. Hapo ndiko kesi inaishia. Tunataka 1 2 3 wakikaa wanaambiana hakika aende, apewe, abarikiwe, apewe. Ni matokeo ya kitabia ambayo umeijenga. Jambo la mwisho. Haleluya. Jambo la mwisho. Jina jema linampa mtu thamani. Linampa thamani mwenye jina. Jina jema
linampa thamani mwenye jina. Ukiwa na jina jema, lile jina linakupa value. Haujawahi kusikia watu wanasema yule mzee kijana? Haujawahi kusikia? Hiyo ni tabia, kwamba ni mtu mzima ila ana tabia za vijana. Kwa hiyo utu uzima sio heshima. Heshima ni kuwa mtu mzima na kufanya mambo kiutu uzima, si ndio? Heshima ni kuwa mtu mzima na kufanya kiutu uzima. Ukifanya kitoto wanasema yule ana akili ya kitoto yule, au kubwa jinga. Nini kimetokea? Heshima yako inashuka kwa sababu ya jina ulilonalo, ambalo jina ni matokeo ya tabia ulionayo. Kumbe tukibadilisha jina tunabadilisha thamani. Tukiwa na jina jema, thamani inaongezeka. Thamani ni tabia yako. Ambacho kinakubeba wewe ni tabia yako. Tabia ikiwa njema, thamani yako inapanda. Tabia ikiwa njema, thamani inapanda. Na thamani ikipanda, kiwango cha fedha kinaongezeka. Unaelewa? Unajua? Thamani ikipanda, kiwango cha fedha kinaongezeka. Kiwango cha hela kinaongezeka. Namna ambavyo watu wanakutafsiri inabadilika. Namna ya kuheshimiwa inabadilika, kwa sababu kiwango chako cha thamani kimeongezeka, kikiwa ni tokeo la adabu, heshima na tabia njema ulionayo iliyotengeneza jina jema. Wakikuona wanasema that is a man of God. Wanasema yule ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu. Mahali fulani nilienda mwaka juzi, siku ambazo zimepita kuhudumu, na tulikuwa zaidi ya mtu mmoja. Na walipowapigia simu wengine, wale ambao wengine waliwapigia simu walitoa nanili zile leti, kwamba wewe ukija tukupe shilingi ngapi? Wakasema mimi hiki. Wakanifuata mimi. Sasa kumbuka kuna vikao vya nini? Vya siri. Mimi nikamwambia sinaga utamaduni. Naamini sadaka ni moyo wa watu ambao wamejisikia kunibariki. Lakini watu pia wanatoa kulingana na neema walionao ya utoaji. Na tatu, watu wanatoa sawasawa na moyo wao wa kupenda. Kuna moyo wa kupenda, kuna neema ya utoaji, halafu kuna nini? Kwa hiyo nilipowaambia, kwa hiyo mimi siwezi kuambia chochote. Bwana atakavyowabarikia ndivyo nitakavyokuja. Mgogoro ukaanza. Kumbe mimi sijui kuna vita kati ya wale waliotaja na mimi ambaye sijataja. Wakaniambia, pastor, umetutesa sana, tuambie tafadhali. Wenzako wamesema. Nikamwambia, na sio dhambi kusema. Sijasoma mali, sio dhambi kusema. Ila mimi sijafundishwa hivyo, wala sijalelewa hivyo. Mwisho wa siku, mmoja aliniibia siri. Akaniambia, pastor, yani kile ulichokifanya cha kuto kusema ndio kilikuwa kipimo cha nani anampenda Mungu, nani anampendi, yani nani anampenda Mungu, nani hampendi Mungu, yani nani ni mtumishi wa Mungu. Na wakasema tulitumia hicho. Kifupi, tulikubariki zaidi ya wengine. Hawakuniambia walifanya lakini zaidi ya wengine. Kigezo kikiwa tuliona moyo wako wa utumishi. Tuliona moyo wako wa utumishi. Kumbe jina likikupata, jina jema linaongeza thamani yako. Thamani inaongezeka sawa na jina jema ulilonalo. Ninakuombea kwamba Mungu akupe neema ya kubadilisha kile ambacho kinasababisha usiwe na jina jema. Usiwe na jina jema. Kuna fursa nyingi ambazo ulipaswa uwe nazo, na kuombea Bwana akupatie, ikiwa ni matokeo ya kubadilisha jina lako. Badilisha tabia yako, badilisha mwenendo wako, tengeneza mwenendo wako ili Bwana akupe jina jema. Ile jina jema liongeze thamani yako, na thamani yako ikiongezeka, uongezeke fedha, mali na
utajiri vitakufuata katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako mmoja, funika macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, lile neno ambalo Bwana umenipea Bwana, nimelinena kwa ujasiri katika jina la Yesu. Ninawaombea watumishi wako Baba, neema ya kubadilisha hatima zao Baba, badilisha majina yao, kila mmoja kwa nafasi yake sawa sawa na uhitaji wake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kila mmoja mmoja sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye uweza, neema yako ya kutengeneza, neema ya kufanyia kazi neno, neema ya kufanyia kazi neno iambatane nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu mzee wa zamu.